Tu es passé chez les conduits avec le ciel. Bila kukawia, simama kwanza kufunga mlango. Soma katika sura ya 13 mstari wa kwanza hadi 2. Kisha tena tutasoma ile sura mstari wa 13 mpaka 33 kama tunataka kusoma. Kama tutasaidia tutasoma katika jina la Yesu. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, tuma watu ili waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani, niwapae wana wa Israeli katika kabila ya baba zao. Nitamtuma mtu mmoja, kila mtu na awe mkuu kati yao. Basi Musa akawatuma toka nyika ya Parani kama alivyoagizwa na Bwana. Wote walikuwa ni watu walio vichwa vya wana wa Israeli, na majina yao ni haya: katika kabila ya Rubeni, Shamoa mwana wa Zakuri; katika kabila ya Simeoni, Shafati mwana wa Hori; katika kabila ya Yuda,
katika kabila ya Isakari, Gadi mwana wa Yusufu; katika kabila ya Efraimu, Hoshea mwana wa Nuni; katika kabila ya Benjamini, Palti mwana wa Rafu; katika kabila ya Zabuloni, Gadieli mwana wa Asodi; katika kabila ya Yusufu, yaani katika kabila ya Manase, Gadi mwana wa Musi; katika kabila ya Gadi, Amieli mwana wa Shemali; katika kabila ya Asheri, Sekuri mwana wa Mikaya; katika kabila ya Naftali, Nabi mwana wa Hofsi; katika kabila ya Gadi, Deuli mwana wa Maki. Hayo ndiyo majina ya hao watu waliotumwa na Musa waende kuipeleleza nchi. Na huyo Hoshea mwana wa Nuni, Musa akamwita jina lake Yoshua. Musa akawapeleka ili waipeleleze nchi ya Kanaani. Akawaambia, pandeni sasa katika Negevu, mkapande milimani, mkaitazame nchi ni ya namna gani, na watu wanaokaa ndani yake, kwamba ni hodari au dhaifu, kwamba ni wachache au wengi, na nchi wanayoikalia, kwamba ni njema au mbaya, kwamba wanakaa katika matuo au katika ngome. Nayo nchi ni ya namna gani, kwamba ni nchi ya unono au ya njaa, kwamba ina masiku au sivyo. Iweni na moyo mkuu, mkayalete matunda ya nchi. Basi wakati ule ulikuwa wakati wa kuiva dhabihu za kwanza. Amen. 23 wakapanda katika Negevu, wakafika Hebroni na Aimani na Shegai na Talmani wana wa Anaki walikuwako huko. Nao Hebroni ulijengwa miaka 7 kama ya Soani na Misri. Wakafika bonde la Eskoli, na huko wakakata tawi lenye kishahada kimoja cha zabibu, wakalichukua kwa mti kati ya watu wawili, wakaleta makukumanga pia na tini. Bonde lile liliitwa bonde la Eskoli kwa sababu ya hicho kishada walichokata huko wana wa Israeli. Wakarejea baada ya kupeleleza nchi, wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadeshi. Wakawaletea habari wao na mkutano wote, wakaonyesha matunda ya nchi. Wakamwambia wakasema, tumefika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo uliwaona wana wa Anaki huko. Amaleki anakaa katika nchi ya Negevu, na miti na Myebusi na Mwamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu
kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza, wakasema, ile nchi tuliyoipitia kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayo wana watu wanaoikaa, na watu wote waliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko mliwaona Wanefeli wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanefeli, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Amen.
na shukurani nyingi sana mbele ya Mungu na yote Mungu alitutendea. Tunajua kama tumepitia wakati mgumu, yenyewe hatujua kama tunaweza kufika tena. Mungu alikuwa mwema kwetu, alitulinda, akatupigania kila namna mpaka vile tena leo tuko wazima, na hilo ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Hatujua kama tunaweza tukakusanyika kama tunakusanyika leo, lakini juu Mungu ni mwingi wa rehema, alilinda kanisa lote, alilinda jamaa zetu. Kwa hiyo tunaendelea kusema jina lake litukuzwe. Wengi walipoteza kwao, wengi walipoteza familia zao, lakini sisi kama tuko wazima tunajua kwamba hakuna kingine kilitulinda isipokuwa tu nguvu za maombi. Amen. Na kwa hiyo tunaendelea kusema pole sana. Ilikuwa ni wakati mgumu, wakati wenyewe watu walitembea zaidi kilomita zenye hawangelijua kama wanaweza kutembea na miguu, lakini Mungu alitupatia nguvu tukatembea. Na kwa hiyo tunarudia tena, tuko wazima na kuonekana hapa, jina lake alishukuriwe zaidi. Amen. Tutazungumza mambo kidogo yenye kuitwa resume. Sijui kama nguvu na utaweza kuinterprete, utaweza kuwa yaona kama utaweza kuna regle ili kama jambo ya huko. Tutazungumzia somo lenye tunaita Nabii alihubiri mwaka wa 1962 yenye anasema yenye aliyotukilia sema resume, kuwazia. Kuwazia. Amen. Hii ni historia ya mrefu sana na ni ya mzuri, juu ilikuwa ni safari ya wana wa Israeli. Amen. Sasa tunajua Israeli ilikuwa taifa yenye Mungu alipenda, yenye Mungu alichagua kwa taifa zingine zote, akachagua Israeli. Amina. Ibrahim akaenda Isaka, akatembea na Yakobo ambaye alikuwa Israeli, vile vile akatembea na uzao wote wa Israeli. Amen. Israeli wakati ilikuwa Misri ilipatwa na shida nyingi sana. Israeli wakati ilikuwa Misri ilipatwa na majaribu mingi sana. Walitumika mfalme zao zote zenye hawangelijua kama wanaweza kutumika. Amen. Lakini sasa waliendelea kuomba Mungu, wakamsihi Mungu, wakamwita Mungu sawasawa na neno la Mungu lenye Mungu alikuwa aliambia Ibrahim, ambaye alikuwa baba yao wa Ibrahim. Amen. Alimwambia Ibrahim, taifa lako litaenda ugenini na kule litamaliza miaka 400. Amen. Unajua namna gani baba yake ya Musa alilia sana, na mama yake ya Musa mwenye alikuwa anaitwa Jokobedi alilia sana, waliomba Mungu sana, na Mungu akasikia kilio cha maombi yao. Amen. Wakati Israeli ilitoka kisha kuvuka bahari ya Shamu, ilikuwa ni wakati wa furaha. Amen. Ilikuwa ni wakati yenye Biblia alikamata ngoma, akaimba, akacheza. Amina. Kweli ilikuwa ni wakati wa ushindi, sababu baliona vile Farao na majeshi yake yote Mungu anayaangamiza bahari ya Shamu. Amen. Ilikuwa ni wakati mzuri sana, ilikuwa ni wakati ya furaha, ilikuwa ni wakati ya kuimba. Amen. Na hiyo inafananishwa na kila mtoto wa Mungu. Wakati yenyewe anaitwa, wakati yenyewe anamwamini Kristo, kila wakati kwake na furaha. Amen.
watu wakaipeleleze nchi ya Kanaani. Amina. Ukiangalia wakati Mungu anamtumana Musa, walikuwa wana wanatembea masiku za mingi, walikuwa wana wanatembea kati ya mwao. Amen. Na wakafika basi kwenye kunaitwa Kadeshi Barnea. Na baada Mungu akamwambia Musa, Musa, ukamate mwizi kabila 12 za Israeli, ukamate kila kabila mtu mmoja. Amen. Na huyu mtu mmoja kamata, yeye atakuwa ndio mkuu mwenzao, yeye ndio atakuwa mkubwa wa ile kabila. Kisha uwaweke pamoja, uwatumane waende peleleza nchi ya Kanaani. Amina. Musa akafanya vile vile jinsi Mungu alimwambia. Ndio Watu wakaipeleleze nchi ya Kanaani wale wakapeleleza nchi ya Kanaani ambayo nimewapa Waisraeli ambayo mimi Mungu nawapa Waisraeli, toka kwa kila kabila la baba zao. na moja kwa kila kabila Tuma mmoja wa viongozi wao, utume umoja mkabila 12, ukamata umoja umoja. hivyo kwa agizo la Bwana Musa akawatuma kutoka jangwa la Parani. Ndiyo, kwa agizo la Bwana Mungu Musa akafanya vile vile jinsi Mungu alimwambia. Wote walikuwa viongozi wa Israeli. Ndiyo, Haya ndiyo majina yao: hao ndiyo majina yao. kutoka kwa kabila la Rubeni, Shamua mwana wa Zakuri; Kabila ya Rubeni akatuma Shamua. kutoka kabila la Simeoni, Shafati mwana wa Hori; Akatuma Shafati mwana wa Hori. kutoka katika kabila la Isakari, Kabila la Isakari Angalia mwana wa Yosefu; akakamata tena mula mtu hiyo. kutoka kabila la Efraimu, Kabila ya Efraimu Hoshea mwana wa Nuni; akakamata Hosea mwana wa Nuni. kutoka kabila la Benjamini, Kabila ya Benjamini Pati mwana wa Rafu; akakamata Pati mwana wa Rafu. kutoka katika kabila la Zabuloni, Ndiyo, Gadieli mwana wa Sodi. ndiyo, ukiakusanya direktema. Sezi. Haya ndiyo majina ya watu ambao Musa aliwatuma wakaipeleleze nchi. Ile majina sasa enea. Musa Wakubwa wanaenea. Baada ya watu 12, baada ya kutoka leo Musa akatumana waende kupeleleza nchi ya Kanaani. Musa akampa Hoshea mwana wa Nuni jina la Yoshua. Ile kabila ya Benjamini, mwajabu likuwa yule Hosea. Musa akasema, huyu Hosea tangu leo utaitwa nani? Yoshua. Ndiyo. Musa alipowatuma wakaipeleleze Kanaani, alisema, Ndiyo. pandeni kupitia Negebu, Upande kupitia Negebu, mwende mpaka nchi ya vilima, mwende mpaka nchi ya vilima, muone nchi ni ya namna gani, tukaitazama nchi ni ya namna gani, na watu waishio humo wana nguvu au ni dhaifu. Amena. Mwana mpeleleze nchi. Mkikuta wale watu ni mtakatifu, mkuye mtuambie. Amina. Kama mnakuta wale watu ni dhaifu, mkuye mtuambie. Mkikuta wana nguvu, mkuye mtuambie. Mkikuta nchi kwa namna gani, mkuye mtuambie. Sasa Amina. Usisahau kama Musa alikuwa ni nabii mkuu, ni manabii wa Agano la Kale. Amen. Na neno la Mungu nilikuwa nimeshaambia Musa, nilikuwa nimeshaambia Israeli, kama mmoja wenu akiwa nabii, mimi Mungu nitakuwa ninashuka na kuzungumza naye kinywa kwa kinywa. Amen. Na walikuwa
samani. Nchi ya namna gani? Je, ni nzuri au mbaya? Ndio. Wanaishi katika mji ya namna gani? Ndio. Je, haina kuta au ngome? Ndio. Ardhi iko aje? Ina rutubu au la? Ndio. Je, kuna miti ndani yake au la? Ndio. Jitahidini kadiri muwezavyo, mujitahidi kadiri muwezavyo, leta baadhi ya matunda ya nchi, mukaleta baadhi ya matunda ya nchi. Ulikuwa msimu wa kuiva zabibu za kwanza. Hiyo wakati Mwisraeli ilikuwa ni wakati ya kuiva matunda ya kwanza. Amen. Bale watu bakapanda. Sawa, walipanda. Ule mtu mmoja alikuwa na Musa, alienda na wao. Amina. Aliwasindikiza. Bakaenda bakafika mpaka Mwisraeli. Amina. Bakafika Mkanaani. Sawa, walifika Mkanaani bakapeleleza nchi. Sawa, walipeleleza nchi, bakafanya ekidenta mingi mwinchi, bakakutana vyote vile Mungu aliwaisema kama viko mwaida nchi, bakaona kama ni kweli. Amina. Bakaona kama ni kweli, na wakati waliona kama ni kweli, bakajisikia ndani kweli furaha. Ikaomba bachume mbele makongomanga, bakaileta na ingine matunda, bakaileta mpaka mbele ya mkutano wa Israeli, mbele ya Musa na mkutano wote wa Israeli. Bakamwambia kule kwenu ulikutuma tulisharudia, na vile tulirudia kweli ni nchi ya mzuri sana. Amina. Ni nchi ya mzuri. Batu banaishi namna hii, banani banaishi ngambo, zingine kabila zinaishi ngambo. Vrema ni nchi ya mzuri sana. Ndiyo alisa pale ku 26 kwende polepole 26. Ndiyo. Wakarudi kwa Musa. Aroni na jumuiya yote ya Waisraeli huko Kadeshi kwenye jangwa la Parani. Hapo ndipo walipotoa habari kwao na kwa kusanyiko lote na kuwaonyesha wakafika bonde la Ashkoli. Ndiyo. Na huko katika tawi lenye wakapanda tawi lenye kishada kimoja cha zabibu. Ndiyo. Wakalichukua kwa mti kati ya watu wawili. Ndiyo. Wakaleta makomamanga na tini. Ndiyo. Bonde lile liliitwa bonde la Ashkoli kwa sababu ya hicho kishada walichokikata huko wana wa Israeli. Ndiyo. Wakarejea baada ya kuipeleleza nchi. Ndiyo. Mwisho siku 40. Amina. Hapo mwana mnasikia vizuri. Ile safari yote yenye walitoka hapa Kadeshi kwenda mpaka hapa Mpalestine, hapa Mkanaani, tangu siku walitoka hapa kwenda Kanaani na kupeleleza na kurudia, balimaliza 40 jours.
wakafika kwa Musa na kwa Haruni. Wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadeshi, wakawaletea habari wao na makutano wote, wakawaonyesha matunda ya nchi, wakawaambia wakasema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Na haya ndiyo matunda yake, lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari. Wakati yenyewe nafika sama nafika bado wapresenteri yote anawaambia ni kweli ni nchi ya mzuri, na eshantio ndio hii yenyewe tulikuta kule. Amina. Kwani ni nchi ya mzuri, kwani ni nchi ya kiana, kwani ni nchi ya kupendeza. Amina. Mepande bakaweke kwa namna ya kuuliza. Ndiyo. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari. Watu wanaokaa nchi ile wale watu ni hodari. Na miji yao ina maboma, Na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki tuliwaona wana wa Anaki huko. Ameleki anakaa katika nchi ya Negevu, Asema Wameleki wanakaa katika nchi ya Negevu, na Muhiti na Muhiti na Muyebusi na Myebusi na Muamori na Mwamori wanakaa katika milima, wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na bahari, na Mkanaani mwenyewe anakaa karibu ya bahari, kando wa ukingo wa Yordani. kando ya ukingo wa Yordani. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, akasema, na tupande mara twende tukaitamalaki, tukamate ile nchi, maana twaweza maana tuna uwezo, kushinda bila shaka. maana tunaweza kushinda bila shaka. Bali watu waliopanda pamoja naye Bali watu waliopanda pamoja naye wakasema, wakasema, hatuwezi kupanda tupigane. Amina. Tunaweza simamia tafari. Baada ya watu wakasema, ndiyo, ni nchi ya mzuri, inapendeza, lakini hatuwezi weza kuwakamata, hatuwezi weza kukamata ile nchi. Jua ni watu bado na mabombe za kamani, bado watu bado warefu mashere yao, hatuwezi weza. Amina. Na hiyo kitu ikakasirikisha Mungu, ile kitu ikahuzunisha Mungu sana, mpaka Mungu akakamata uamuzi ya kusema kama wamalize wote. Amen. Na hiyo nabii anasema Israeli, kama kuna kosa kubwa waliwahi kufanya ilikuwa ni hiyo. Amen. Kushakia wala kuwazia neno la Mungu. Amen. Ulimwengu wa Ukristo, mumaisha ya Ukristo, batu wengi kama vitu viko sawa, unakutana mtu anasimama kwa neno la Mungu. Amen. Unaona kwenye probleme tulipita hivyo. Huko watu wengi mpaka wazee wanasimama. Na kwa hata probleme ndio utaona rangi ya mtu. Kuwaka hata kukeleka nipita karibu semani. Utaese huyu ni ule friend. Wala huyu ni ule friend. Direktema wakati ile karibu inafika ndio tunaangaliaka tunajua huyu kweli alikuwa mtoto wa Mungu. Huyu haikuwa mtoto wa Mungu. Yudaji bataanza kuweka alama ya kuuliza. Esi angelikuwa
Amen. Kwanza kushakia Mungu. President. Wazia. Paragrafu 10. Shairi yake ya 10. Nabii anasema hivi. Na sasa nitaweka mafundisho kidogo kupitia hili somo. Kuwazia. Kuwazia. Amen. Ni kwa hii tu. Ni kuwazia tu. Vizuri. Kama tulikuwa nukta. Ule tafsiri anasema kuwazia ni kuenda bila mamlaka. Amen. Usipozee wala kujishutumu wala kufikiria wala kubahatisha. Ndio kenye kinamaanisha usemi kuwazia. Kwenda bila mamlaka. Usipozee wala kuwazia. Kuko watu wengi wenye wanafanyaka ile mpaka tu kuwazia. Ni vizuri. Hakuna cha mubaya kwa ile mpaka tu kuwazia. Hii ndio kuwazia. Amen. Sijui kama mnapata vizuri. Amen. Anasema watu wengi nana muimani anaendaka na hana precision kama nendea nini ni kweli. Amen. Watu wengi wanaendaka sai kuna mkitu na hana mamlaka, hana uwezo, wala hana uhakika ya kusema nini inaabidi ndio kweli. Amen. Ni vizuri. Israeli ilifanya kosa ya mkubwa sana wakati yenyewe walifanya ile. Kwa sababu usemi Israeli. Kwa sababu Israeli. Sio tu Israeli. Hata kule mwingine mwenye anaweza kuifanya. Ni kosa kubwa kabisa ya kuwazia kuanza kuanza pamoja na Mungu. Jisikie vizuri. Ilikuwa ni kosa kabambi kwa kutembea na Mungu. Kuwazia kuwa unatembea na Mungu. Amen. Vema, mtampatia maelekezo. Ni kosa kabambi kwa kuwazia unatembea na Mungu na ijapo hiyo Mungu hakuweza kukuita kwa kutembea pamoja naye. Nabii anasema kama unakosa kabisa ni wakati yenye au unaweza fikiria kuwa uko na Mungu, kumbe Mungu haiko pamoja na wewe. Amen. Sijui kama mnaelewa mzuri hapa. Ni kosa kabisa kujua kwamba una Roho Mtakatifu
Sasa Amen. Nikosa kabambi kuanzia kama kanisa letu linadumu wakati halina Mungu. Amen. Ndio maana inabidi kuchunguza kila wakati, ureforme safari yako. Waangalie, je, kweli Mungu iko na mie? Eske kweli Mungu ananijua? Amen. Tulipita wakati yenyewe tulikuwa tunaomba Roho Mtakatifu, na wakati tuliomba Roho Mtakatifu kila mtu alishuhudia, nilipata Roho Mtakatifu. Ndiyo, je, kweli ulipata Roho Mtakatifu? Amen. Juu unaweza wazia nilipata Roho Mtakatifu, kumbe ukupata. Mwisho wa safari itakuwa namna gani? Amen. Kufika hapo mbele na kushukuru nilipata Roho Mtakatifu, ile si ndege. Ufikirie mzuri, ujua, je, ulipata? Juna pia nasema ni kosa kabambi sana. Amen. amen. Ni kosa kabambi sana kufikiria kama uko na Mungu, kumbe Mungu haiko pamoja na wewe. C'est une erreur grave Ni kosa kabambi kabisa de présumer qu'on marche avec Dieu kwa kuwazia kwamba unatembea pamoja na Mungu, alors que Dieu ne vous a pas appelé à marcher avec na lui. ijapo hiyo Mungu akukuita uweze kutembea pamoja naye. Amen. Ou lorsque vous présumez Wakati wenye kuna wazia et vous vous aventurez sur base des choses qui ne sont pas scripturelles, na ijapokuwa kuna wazia kwa mambo yenye haiko ya kawaida yenye yandikiwa. Amen. Nitawaonesha kitu kimoja. Kama unaomba Mungu ukaona kama ulipata Roho Mtakatifu, ukaomba Mungu alama, na ile alama kuipata, bado weka alama polisi. Amen. Inabidi niwaambie kweli. Amen. Malgré naweza kuwa mtu, lakini nilikuwa niwaambie kweli. Juu itakuwa wale wakati tunasema tuko na Mungu, unatembea unajua uko na Mungu, kumbe Mungu haiko pamoja na wewe. Sasa Amen. Ndio maana kuwa na uhakika zaidi na Mungu ni kulomba alama. Amen. Ni kulomba alama. Juu wakati yenye uliomba Mungu ukajua kama Mungu alikupa, sasa kisha kulomba alama na Mungu asikuoneshe alama, atakuwa ni Mungu. Amen. Wakati ndani yenye ndani kukiti kia hati kia huruma, wakati ndani, wakati yenye tunaweza omba na nakupatia. Amen. Junajiri na namna ya kusema na nione sana wakati tunaweza weka imani yetu kukile kitu kenye kiandiki. Amen. Ndio maana kila wakati tunasema haiko deke tunaingia hapa tuseme tu kama basi mtu akiwezake sonde ingine na doktrini ilikuwa kuisonde uhakikishe kama kesho naamini na ukweli. sasa Amen. Paulo wakati anafika Beroya, anakutana watu wa Beroya balikuwa
inaomba kila wakati uchunguzi, kila wakati kufanya reflection, kila wakati unajirudia ndani. Ni kweli nilipata Roho Mtakatifu ile siku, amen, ni mzuri, lakini akiwa Roho Mtakatifu akushakia, amen. Unaoke kupresida nguvu za matire wakati nyongona wasia na unasonga mbele sirma des choses qui ne sont pas scripturelles, vitu vyenye viko vya kimaandiko, pensant que cela ira bien, ukiwazia kama ile tanga mzuri, ça ne marchera pas, hii haiwezi kuendeka. amen. Enda preside Usende kuwaziwa kufanya kuwazia aliweza kuwazia na akawazia kama itakuwa mzuri, na ijapo hiyo shetani aliweza kumtambulisha kitu fulani kenye kilikuwa kinataka kuwa kizuri, lakini Eva hakuwazia ile. Shetani alileta kitu fulani, lakini kitu fulani kikaonyesha Eva kama inaweza kuwa ni mzuri, lakini alipoanza kufikiria, amina, pale akaanza kufikiria inaweza kuwa ni mzuri, inaweza kuwa ni kweli. Sasa hata kama inaweza kuwa ni kweli, alikajikuta na amen, alikajikuta na kama ile. Ndio maana tunaweza shuhudia kitu ndiyo ni mzuri, tunakishuhudia, lakini kweli, je, una uhakika kama Mungu alitimiza kitu ndani yako? Amen. Wakati tungali tunaishi ni wakati neema ingali, na wakati neema ingali ni wakati tunaweza omba sawasawa na vile Paulo anasema Mwebrania, kama wakati yote damu ingali pale, tunaweza omba na nakusikia, tunaweza tenda dhambi na natusamehe, ni wakati ile damu ingali pale. Sasa ndio unaweza kufikiria, unawazia nipata kitu fulani, kumbe ukipata unaweza kuna wakati naisha, neema naweza isha. Sasa ungali unawazia neema na chunga na kiaishi, amen. Lakini ilikuwa ni wakati yenyuke kipasha kurudisha mawazo nyuma, unajifunza sina Mungu, ninakuomba unipatie alama. Kama ni kweli nikupatie kitu, ninaomba unipe alama. Ndio Mungu anakupatia alama ile itakuwa siri. sasa Amen. Itakuwa siri. Ndio nilipokea wala sikupokea. hawa aliweza kuwazia, akawazia kama inakuwa ni vizuri, na ijapo hiyo shetani akaweza kumuletea kitu fulani kile kinafanana kwa kia mzuri, lakini akaweza kuwazia ile haikukuwa neno. Usipende kutafuta ile, usitafute kupata ile, utafute kubakia pamoja na neno, usitingizike pale, ubakia tu pale pale. Ijapokuwa hata kama unaweza kubakia tu pale, kisha kulomba alama, Mungu anakupatia ile alama, ubakie pale, hata mhubiri ndani ya kuye asitoe pale. sasa Amina. Kisha kulomba alama, Mungu atakupa alama, hata awe nani anakana kwa ndio kama mwanzae, tamwambia Mungu wako. sasa Amina.
hapa ikala chini. Juu wewe unajua wewe na Mungu wako. Amina. Amen. Rappelez-vous. Kumbukeni. Les autres qui ont fait quelque chose. Dieu. Bado kufanya kitu fulani kwa Mungu. Se sont tenus seuls avec Dieu. Bali waweza kuchikia na Mungu. Rappelez-vous. Kumbukeni. Les autres qui ont fait quelque chose pour Dieu. Watu wenye waliweza kufanya kitu fulani kwa Mungu. Se sont présentés. Se sont tenus seuls devant Dieu. Bali wakiwa wenyewe mbele ya Mungu. Amen. Amen. Wakati yenyewe unajua kama hiki kitu Mungu alinipa naye. Amen. Tulishakuwa wokovu Mungu alinipa naye. Unajua Mungu alinipa Roho Mtakatifu. Unajua Mungu alinipatia kitu fulani. Kisha mimi nakenda na ubiri. Asante mkuu yangu. Usiseme nini Mungu akupatie. Na wewe unajua kama Mungu alikupatia. Ungali utasikia moga? Utasikia mashaka? Hautasikia mashaka. Juu wewe unajua kama Mungu alikupatia naye. Sasa. Amina. Sasa unajua Mungu alikupa. Hata usikamane naye. Hata wewe ndio usitoe pale. Sasa. Wote ndio walitembeaka. Na ndio walitumika na Mungu. Maisha yako yote walikuwa wao na Mungu kipekee. Sasa. Amen. Amina. Balikuwa na Mungu kipekee. Hawakuwa na mtu akikuambia. Amina. Hakuna mwenye aliyeambia Paulo namna gani alikutana na nguzo wa moto. Yeye pekee alikuwa anajua. Tulikutana nayo. Amen. Hakuna mwenye alimwambia bwana Paulo, ule mwenye mkutana naye kuwa Yesu. Paulo angemsikia. Angemsikia. Amana. Juu yeye na Mungu alijua namna gani walikutana. Sasa. Amen. Muda inaenda. Mungu atawabariki na atabariki.